Nataka hapa tutafakari pamoja chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu, kwa nini pepo hili lilimpeleka mtu huyu makaburini, sio kwenye nyumba za watu. Kuna nini makaburini? Hata ukiwa muuaji huwezi ukaa katikati ya makaburi. Unaweza ukalia kaburi ile ya huku pembeni huku. Usiku saa 2 ukaenda pale Kigiragira, ukakaa kwenye kaburi la pembeni saa 2 usiku unavuta bangi. Lakini mvuta bangi yoyote hawezi kwenda katikati ya makaburi akakaa pale. Akazunguka na makaburi, hawezi. Bangi itatoka tu. Kuna nini makaburini? Nguvu nyingi za giza. Kuna ushirikiano mkubwa sana kati ya mapepo ya uchawi na makaburi. Kwa maana ndipo mawazo ya watu wengi yamelala. Amen? Kwa hiyo uchawi, kuna uhusiano mkubwa sana kati ya uchawi na makaburi. Kwa maana ndio mawazo ya wengi yamelala hapo. Moja, lakini pia ndio watu wengi wanaogopa hapo. Binadamu yoyote aliye mzima, asiye muuaji, asiyevuta bangi, akiona kaburi lazima ataangalia, ndio ataendelea. Hakuna mjanja atapita makaburini asiangalie. Hata kama utaangalia, lakini lazima utapiga jicho ile kaburi. Sababu ndio mahali pa roho nyingi zimetumia ufa huo, mawazo mengi kurudi kuzimu. Ndio maana hili pepo ili lifanye kazi vizuri limpeleka huyu jamaa makaburini. Jina ambalo libarikiwe sana. Kuna uhusiano mkubwa sana kati ya uchawi na viungo vya mwanadamu aliyekufa. Mafuta ya mtoto mchanga wachawi huwa wanayatumia kutengenezea dawa za mapenzi. Ukisikia dawa ya mapenzi, yale ni mafuta ya mtu. Ukitaka mwanaume akupende, paka tu basi unapaka mafuta ya mtu. Yamechanganywa na baadhi ya mizizi inayoongozwa na lile pepo la uchawi. Nilisema Alhamisi hapa. Mkono wa binadamu wachawi huwa wanautumia. Waganga wanakupa mkono wa binadamu au mfupa wa mkono wa binadamu, unaweka dukani kuvuta wateja. Aiza anaweza kuuponda ukawa kama ilizi wewe bila kujua, au unaweza kujua kabisa. Lakini watu anaweza kushika kitambaa hivi, karibuni mitumba 100. Unaona kama kitambaa, kumbe ni mkono wa mtu. Sina maana wote, lakini hiyo ni baadhi ya watu tumia nguvu za giza katika biashara zao. Ndio maana unaona au sehemu za siri za mwanamke pia ni dawa ya mapenzi. Sehemu za siri za mwanaume ni filimbi za kuitia wachawi. Unasikia kule Tabora kule, mtu akifa tu jamaa ananyata, huyo anakata kale kama jamaa kap anaondoka nako. Haujaye kuona? Nasema ameuawa, viungo vya asili vimechukuliwa vyote. Viungo vya asili vya binadamu ni sehemu ya nyenzo za wachawi kuturoga au kufanikisha watu ambao wanawataka wao. Na ndio maana unaona familia nyingi zina mapepo. Kwa sababu popote pale penye uchawi hapako salama. Kwa maana shetani na binadamu ni sawasawa na kumchukua nyoka akatunze panya, hawatakaa pamoja. Kwa mtu yote anayetumia uchawi, hata kama atafanikiwa katika biashara, utaona ana kisukari ambacho hakishuki. Au watoto wanakuwa manondocha. Yaani huwezi kufunga spare ya gari kwenye basikeli, havifanani. Hata ukifunga bado itakusumbua tu.
Halikadhalika huwezi kutumia uchawi ili kujiletea neema katika maisha yako. Hiyo neema itakusumbua. Kwa Mungu mtu ulipa gharama ndio upokea. Kwa shetani unapokea afu unalipa gharama baadaye. Ndio maana hili pepo lilimpeleka huyu jamaa makaburini. Kwa maana kwa ulimwengu waliokufa nchi ya Mungu, ulimwengu huo unatumika kuwatawala wenzao walio hai. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Na ndio maana sasa watu wengi ambao ni watawala wa dunia wa kishetani huwa hawezi kutawala mpaka wameua watu. Binadamu hawa kama huna kile kipaji kile cha utawala, huwezi kuwatawala mpaka umewaua baadhi yao. Narudia. Binadamu kama huna kipaji cha uongozi toka kwa Mungu, huwezi kuwaongoza mpaka umeanza kuwaua. Ndio maana madikteta wote duniani walikuwa ni wauaji. Wote, Bokassa, Mobutu, Hitler na wengine wengi walikuwa ni wauaji. Ukitaka binadamu wa kuogope, anza kuwaua. Niwaambiaga hapa nasema na leo tena. Wahehe nimeona kwa macho yangu bwana Manamba wanakula mbwa. Kwa macho yangu Malangali Mbaramaziwa nilikaa mwaka 85. Mzee mmoja alikuwa anakaa Kitelewasi, hata mji sijausahau. Mbwa wako akigongwa anakuletea kuku wawili. Bemwagi takamwene. Anakupa kuku wawili, unampa mzoga wa mbwa. Anakwenda na ushughulikia na uchuna. Anakula. Ni Mbaramaziwa nimekaa mimi 85. Kwa macho yangu yule mzee mbona anakula mbwa. Kilichotokea, yule mzee akipita mahala pana mbwa amelala hivi, wanaamka. Mbwa wote mbio. Wanaona hili ni kaburi la Wagerasi hili. Ndio maana hata ng'ombe anaweza kuwa mpole kokote alikotoka, akifika machinjioni tu anabadilika. Sababu wale wana nafsi, hawana roho, wana nafsi. Wanaanza kuhisi ile roho ya mauti. Sasa hii zana ndio shetani amewapa watawala waovu, kwamba ili mtawale uweni watu. Sasa sikiliza, ukiua kwa upanga utakufa kwa upanga. Nimeona viongozi wote ambao walianza kuwaua watu wao wanaowaongoza, walipoanza kuwaua wanaowaongoza, maana maandiko yanasema iko njia inaonekana sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni wa mauti. Viongozi wote, Mabuto alikuwa anaua watu wake bila huruma. Alizikwa Komoro kama sikosei na watu wawili. Rais wa nchi ametawala kwa Kongo pale miaka zaidi ya 20. Amekwenda kuzikwa na watu wawili kwa aibu. Amefia ugenini, wakamzika kwa aibu. Amekufa akiwa na kilo zikiwa nyingi 50. Amekonda, makamasi yanamweka hivi kama maji. Kansa inamtafuna, damu za watu. Maana Mungu alimlaumu Kaini muuaji, kwamba Kaini umemuua Habil, damu yake inalia. Ndio maana Mungu aliasa, alituambia wote sisi na wengine wote, usimwage damu isiyo na hatia. Usimwage damu isiyo na hatia. Mungu alijua. Unachukua tafakari ya kina, kwa nini Mungu alisema usimwage damu isiyo na hatia? Mungu mjinga? Alisema damu huwa haifagi, unakufa mwili. Ile damu imebeba roho ya mtu, roho haifi, ile inaanza kukulilia. Wabelgiji walimuua Lumumba miaka mingi. Miaka 50 iliyopita Wabelgiji walimuua Lumumba kwa siri, wakaudanganya ulimwengu Lumumba alipata ajali. Hata maiti yake hawakuonyesha. Maana wanasema aliungua, alipata ajali, aliungua. Lakini Wabelgiji walipiga Lumumba mpaka walimuua. Kwanza walimtoboa macho. Wabelgiji
wakaficha, wakawadaa ulimwengu. Damu ya Lumumba ikaanza kulia. Wabelgiji wenyewe miaka 3-6 iliyopita wametokea hadharani wenyewe tu, wamebanwa na ile damu ya Lumumba. Ndio sisi tuliua Lumumba jamani, tulimuua Lumumba, mtusamee wa Kongo. Na wamefungua kitu pale Kinshasa kinaitwa Patrick Lumumba Foundation, kinasimamiwa na mtoto wa Lumumba mwenyewe, kitengo maalum cha Wabelgiji kusaidia maskini wa Kongo, ili angalau nafsi za wa Kongo na damu ya Lumumba ili angalau wasikie afueni ya dhamira zao. Sema haima. Ndio maana pepo hili lilimpeleka huyu jamaa makaburini. Kwa mfumo huo kuna mahusiano makubwa sana kati ya nguvu za giza na mahali ndugu zetu wamelala. Ndio maana ukizika ndugu yako usiondoke tu haraka haraka, ombea ile maiti na funga. Maana ukizika ndugu yako wanakuja jamaa usiku. Hautazika mtu asije wale jamaa usiku, lazima wanaenda wale jamaa usiku. Na kama kafa mtu mkubwa, wale jamaa yani ule upande wa pili, mama alikuwa sasa kuna silaha za kushoto na kulia, yani wale wachawi wa nguvu ya giza usiku yanaenda pale yanawangere maiti. Wanashika pua maiti yako ile. Shetani ni mpumbavu sana. Ndio nilisema Alhamisi hapa, wewe fikiria anatumia dawa ya mapenzi, anatumia ubongo wa watu wachanga. Na mchawi yoyote yule, wale wachawi waliokubu, haruhusi kunywa chai asubuhi. Chai yake ya kwanza asubuhi ni mikojo yake. Mchawi haruhusi kumwaga mkojo wa asubuhi, anakunywa. Anachaji. Ndio maana sana zote za wachawi ni viumbe waliokufa. Ukifika kwa mchawi, ngozi uliokalia ni ng'ombe aliyokufa. Mkia anaotumia kuagua ni ng'ombe aliyokufa. Na umekaa pale na hitaji ngekea. Kwenye kigozi cha mbuzi aliyokufa na hitaji ngekea. Anafanya mkia wake namna hiyo, ngekewa, utapata tu. Wa baba. Kalbanzira, usoni mkia. Usiende kwa wapunga pepo, asema Bwana wa majeshi. Bwana alituonya, alituasa msiende kwa wapunga pepo, mtajitia unajisi. Utaitia unajisi nyota yako nzuri ulionayo. Utatia unajisi kibali ulichonacho. Kwenda kwa wapunga pepo ni kuongeza matatizo juu ya maisha yako. Kwenda kwa wapunga pepo ni kuongeza unajisi. Ndio maana Mungu alikataa kwa Wayahudi kwamba mnakwendaje kwa Beelzebuli mungu wa Ekron? Je, hakuna Mungu katika Israeli? Inakuwaje Mkristo anavaa hilizi? Mkristo anaogea maji ya maiti? Mkristo gani wewe? Wewe sio Mkristo, ni Mkristo. Maana kuna Wakristo na Wakristo. Kuna Wakristo na Wakristo. Sema amen. Sema amen. Utaenda kwa wapunga pepo? Yakikuzidia unasema ni njoo kwa Yesu. Mungu yupo. Mungu yupo. Wakikusema sana, ukiugua sana, usivunjike moyo. Njoo tuombe, tuombe pamoja. Ukiugua sana, ukikusema sana, usivunjike moyo. Njoo tuombe, njoo tuombe, tuombe pamoja. Njoo tuombe, tuombe pamoja. Wakikusema sana, wakikusema sana, wakikusema sana, ukiugua sana, njoo tuombe.
tuwe pamoja. Mungu yupo. Mtazamaji wa kipindi cha Tutashinda, kwanza nikusalimu.